Leo kipekee kabisa nimekuja hapa Lumumba, jijini Dar es Salaam, ofisi za Silent Ocean, kuja kuzungumza na ndugu yangu Salah Mohamed Said, ambaye ndiye mkurugenzi mtendaji wa Silent Ocean. Na kama nitakuwa nimekosea cheo chake, atanirekebisha mwenyewe. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha. Karibu sana. Mimi pia nimefurahi na nimefarijika finally. Naam. Meza moja na wewe ndugu yangu. Asante sana Salah. Kabla tujaanza mazungumzo, moja kati ya kitu nimekigundua kutoka kwako ni mtu unayependa sana kuvaa kanzu. Ina tafsiri yoyote kwako? Kweli. Before nilikuwa tunavaa mavazi ambayo yamezoeleka. T-shirt na jeans, suruali, suti. Ndio. Lakini nimeweza kuwa addicted zaidi nikivaa kanzu. Yani niko more comfortable. Kutokana pia na hali za hewa na you feel free. Sawa. Yeah. Kwa hiyo haina ujumbe au maana yoyote nyuma yake. Ni comfort tu, ni vazi ambalo nilizoea. Na nahisi nakuwa comfortable zaidi nikivaa. Sawa. Navaa mavazi mengine. T-shirt, jeans. Sawa. Salah Mohamed yupo kwenye tasnia ama biashara ya usafirishaji wa mizigo kwa takriban miaka 19 hivi, na tulibahatika kwenda pale China. Kama unavyoona hizo video ni za pale Foshan, China, sehemu pia ya ofisi yake ambayo imezinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Anadai kwamba amekuwapo kwenye biashara hii kwa miaka hiyo 19 na ameajiri wa China zaidi ya 300. Yani hapo Foshan ameajiri wa China 300 kwa jumla. Na hapa Tanzania iko vipi atatuambia baadaye kidogo. Na kama nilivyosema, miaka ya 2006 alianzisha Silent Ocean. Huyu ni mtoto wa 8 na wa mwisho kwenye familia yao, na wengine wanamuita tajiri mtata Salah. Kidogo kwa wale ambao wanakufuatilia na wanapenda maisha yako, ratiba yako kwa siku Salah huwa inakuwaje? Unapoamka unaanzaje shughuli zako? Sawa. Na utaratibu wa kuamka alfajiri ambayo ni 5:30. Napata ibada ya asubuhi. Nikimaliza na utaratibu wa kuendesha baskeli. Napiga kilomita zangu 60. Kilomita 60 za baiskeli? Za baskeli. Kila siku? No, kwa wiki nafanya mara 3. Okay. Ambayo nachukua lisali moja dakika 52 na kwa nimemaliza. Naanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Hiyo ni ratiba yangu ya asubuhi. Sawa. Ingia kazini, napambana na majukumu yangu ambayo kila siku, na jioni naenda zangu gym kwa ajili ya kufanya mazoezi ya viungo. Nimaliza narudi zangu nyumbani. Siku yangu imeishia hapo. Unapata wakati wa kuchat kidogo Instagram, kuingia Twitter, kuingia wapi hapo katikati? Of course unachungulia kidogo. Sio siku nzima kama uko busy. Kuna muda lunch time unapata unachungulia kidogo. Lakini sio sana. Bahati nzuri pia sio mpenzi sana wa kuchati. Sawa. Yes. Sio mwandishi mzuri. Ila unafuatilia mambo yanavyoenda. Nafuatilia kwa ukaribu. Kwenye burudani, kwenye siasa. Siasa, michezo, sanaa. Sawa. Sawa. Kwa ndio ratiba yako inavyokwenda. Na muda gani ambapo kwako mtu hataki kutafuta pengine anaweza sikupate, kuanzia hiyo asubuhi pengine mpaka jioni, muda unaokuwa tight sana? Ni between saa 12 mpaka saa 2 asubuhi na jioni. Yeah. Muda ule kidogo ninakuwa niko mbali na simu kwa ajili ya mazoezi. Na hiyo ratiba nafikiri watu wengi wameshaadapt. Okay. Kwa hiyo ni watu wachache sana ambao wasofahamu wanaweza kunipijia kunitafuta muda huo. Sawa. Yes. Naam. Tuizungumzie Silent Ocean ambayo ndio mimi haswa ningetamani kusikia kutoka kwako. Ndoto yenyewe kwanza ilitokea wapi? Sawa. Sasa miaka ya nyuma tulikuwa tunafanya biashara
as a business family. So tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana. Kusafiri kwenda kupakia mizigo nje ya nchi, kufanya importation. So mizigo ikiweza kubaki na tusipoweza kujaza lile container, inabidi tusubiri mpaka another production. Kwa sisi wenyewe binafsi tulikuwa tunapata huo ugumu wa kusafirisha mizigo nje ya nchi. So the idea came baada ya kuona kwamba ndani ya China yenyewe tuna dini na viwanda tofauti tofauti, na sehemu zote hizo tunapakia makontena. Ile mizigo ikibaki, kuweza kusema kontena moja ulipeleke katika miji tofauti inakuwa ni gharama kubwa sana. So we decide kuweza kufungua our warehouse. Kwa ile mizigo ambayo inakuwa imebaki katika zile viwanda ambavyo tumenunua ile mizigo yetu, inakuja pale tunaicombine sasa pamoja, tunapakia hiyo container. So then later on kimaliza hicho tunakuwa hatuna shughuli nyingine. Ndio tukasema kwa nini tusiwasaidie na watu wengine ambao wanahitaji kama huu? Kwa sababu at that time wafanyabiashara walikuwa hawawezi kusafiri mpaka wasafiri vikundi kwa ajili ya kushare container zao. Yani bwana Lampard akisafiri na bila ondoka na kundi chake, una CBM ngapi, una ngapi na share. Kwa gharama ya kusafirisha mzigo. So baada ya kutangaza rasmi then tukaanza kuaccommodate. Kwa hiyo ikawa haina haja wafanyabiashara au Watanzania lazima anunue container au lazima asafiri na kikundi cha watu kwa ajili ya kujaza container yao. Kwa hiyo ndio idea ilipoanzia. Then tukaanza kutoa hiyo huduma kwa Watanzania wenzetu. Sawa, unasema tulikuwa tunasafirisha mizigo. Lakini nani? Kwa maana ya kwa sababu Silent Ocean haikuwepo. Yeah, Silent Ocean haikuwepo at that time. Sisi tulikuwa tunasafirisha mizigo kupitia kwa viwanda. Yaani tukinunua mzigo kiwandani, tunamwomba na mwenye kiwanda atuchaji bei ya CIF. Ilikuwa ni mizigo ya kampuni gani sasa wakati huo? Tulikuwa tunauza bidhaa tofauti tofauti, mashuka, makapeti, mazulia. Mizigo ya GSM? Mizigo ya GSM exactly. Okay. So tukaanza kutoa na hizo huduma. Tuliingia China mwaka 2006. Okay. Lakini before hapo tulikuwepo China, sema tulikuwa tunafanya biashara za Silent Ocean. Sawa. Na jina lenyewe la Silent Ocean linabeba muktadha gani? Ocean as you know inabeba ni bahari. Bahari. Kwa hiyo hii silent ilikiki tu, tukasema bahari tulivu. Okay. Kwa then we came up na hilo jina, tukaweza kufungua kampuni ya Silent Ocean that time. Sawa. From there then tukaanza kuexpand kwa Dubai na hizo nchi nyingine zote ambazo zinafuata. Sawa. Simba wa bahari. Simba wa bahari. na yenyewe ni neno tu ama linabeba tafsiri? Watu wengi wananiita Simba. So okay. Mimi na kakangu huwa tunaitana Simba. Then ati nzuri sijui nani, one of the family member kaanzisha Simba wa bahari. Sikumbuki ni nani actually. Sawa. Simba bahari, then vijana tena unajua wakaipiki ile, wakaona kama ni slogan inatembea. Shughuli ikaisha. Sawa, salam. Natamani hapa sasa kwa utaratibu sana na kuweka picha kamili. Inafahamika kwamba wewe ulienda China baada ya kutoka masomoni. Ndio. Ukaenda China ndipo wazo hilo la usafirishaji wa mizigo likatokea. Tupe safari yako ya kutoka masomoni, na ulitoka nchi gani na mpaka kufika China, ulivyoiona hiyo fursa mpaka kuanza hiyo kuanzisha shughuli yenyewe. Yeah, nilifanikiwa kufanya degree yangu ya kwanza India, inaitwa Chennai. Yeah. Na nilisoma pale Loyola College. Unajua sisi kidogo tuna hizi ni Waarabu na asili ya Kiarabu. Kwa hiyo kabla hata kwenda India tulishaanza kuingia mtaani huko. Kwa hiyo nikiwa na umri wa miaka 13 tulikuwa tayari tupo Kariakoo tunauza maduka. Of course as you mentioned before, mimi ni mtoto wa mwisho kwenye familia.
So nilikuwa na kazangu wakubwa ambao tayari wanafanya biashara. Nilikuwa nikiwasaidia, tuko pamoja kama familia ya biashara, familia nyumbani. Sawa. So nilikuwa na uzoefu mkubwa hata kabla kwenda India kwenda kufanya degree yangu ya kwanza, na nimeshawahi pia kufanya kazi Tanga as clearing miaka ya 2001 2002. Serikalini ama binafsi? Binafsi. Okay. Kwa tumekuwa tumepambana hata kabla kuwa masomoni. Sawa. Na baada ya kumaliza masomoni then ndo nikaenda China, lakini the idea it was there na ilikuwa tayari imeshaanza kuwa build, Okay. but katika level ya kawaida. So nilipofika then ndo nikaweza kuexpand from there, ambapo tayari familia ilikuwa tayari ishaanzisha. Sawa sawa. Kwa hiyo ukaanza kusimamia shughuli pale China. China. Mimi nimekuwa hapo China, nimeona ugumu wa kuishi China, hususan kwenye maisha yenyewe na mawasiliano kwa ujumla. Siku za mwanzo umefika China, namna ulivyoanza kujamiana na wa China, kwa maana ya kushirikiana na wa China, biashara zilivyoanza, haikuwa ngumu? Haikuwa ngumu sana kwa sababu nilishakuwa nimekaa India miaka 4. Na sisi tulikulia Kariakoo. Ndio Kariakoo kuna movement nyingi. So haikuwa ngumu kabisa. Na nilipenda zaidi kwa sababu weather na opportunities zilikuwa ziko nyingi, fursa za kutosha, na Watanzania at that time hawakuwa wengi kama kipindi hiki. Hata Wachina ambao walikuwepo Tanzania hawakuwa wengi kama at this time. So tulikuwa busy sana, kwa hiyo hata ufilio una miss nyumbani au una miss chakula cha nyumbani kwa sababu ilikuwa vinapatikana, lakini tulikuwa tayari tunaishi na familia ambazo mke uko naye, kwa hiyo hakukuwa na ile it was not hard. Of course kwa sababu ya lugha mwanzoni ilikuwa ni shida kidogo, lakini nilikuwa na wasaidizi ambao wanazungumza Kiingereza vizuri. Sasa kupata kujifunza mwenyewe labda kidogo, yani nisengeni sana. Lakini tofauti na wasaidizi wangu, wao kwa sababu wanadili kwenye ground level, kwa hiyo wao wanaongea zaidi. Sawa. Inaonekana taarifa zinaonyesha kwamba uliondoka chuo pale China. Ulikuwa ukisoma lakini baadaye ukaacha. Ni kweli? Kwa nini? Nilichukua kozi ya MBA ya miaka 3. So nilifanikiwa kusoma miaka 2. 2 years. Nilikuwa nasoma Gowai University. Nilikuwa bado mwaka mmoja kumaliza. Ili niweze kumaliza MBA yangu. Lakini time sasa namalizia the final year. Kwa kweli nilikuwa niko busy sana kwa sababu kwanza nilikuwa nimefanikiwa kupata mtoto wangu wa kwanza, lakini pia huko kwenye shughuli zetu nikawa sipati muda kabisa. Hiyo ndio the reason nikawa sema, yani it was too much. Yeah. Na final year ilikuwa ni kuandika sana. Sasa basi ilikuwa riski. Kwa nikaachana na MBA yangu miaka 2. Basi but again yani miaka 2 sio mchache. Sawa. Haija kuletea hasara yoyote? Haijaletea hasara kwa sababu hata hivyo pia nilikuwa nasoma kwa kujifunza mwenyewe. Yani intentional ya kwenda shule ilikuwa ni kuweza kuongeza taaluma. Sawa. Kwa sababu experience nilikuwa nayo tayari ya kutosha. Kwa nilihitaji kuongeza elimu. Sawa. Wewe ni muamini wa elimu ni mafanikio? Sahihi kabisa. Ama mtu anaweza kufanikiwa pasipo elimu? Hapana, mimi ni muamini na ukisoma unaweza kufanikiwa. Lakini wewe si msomi kwa kiwango hicho. Kweli si msomi, lakini elimu inakupa vitu vingi sana katika maisha ya mwanadamu. Kwanza unakuwa na busara, uelewa. Kuna kategori nyingi ambayo ukitizama
mtu aliyesoma na asiyosoma hawezi kuwa sawa. Sawa. Kwa tofauti na kwa hapo. Ndugu zangu, Salah si mzungumzaji sana, kwa hiyo tutakuwa tunachota pia taarifa, busara na yale ambayo tulikuwa tunatamani kidogo. Tofauti, mna biashara Tanzania, mna biashara China. Tofauti ya kuanzisha biashara kwenye taifa kama China na Tanzania ipo eneo gani haswa? Kwenye kuanzisha biashara Tanzania ni rahisi zaidi kwa sababu we born and raised here. Tumezaliwa hapa, tumekuwa hapa, tunajua process. Lakini kwa nchi ambazo za wenzetu kidogo kuna changamoto kubwa kwa sababu lugha, hujui njia, hujui anzie wapi, uishie wapi. Lakini kama sasa hivi tunaweza kusema afadhali kidogo, zipo kampuni kadhaa ambazo China tumeweza kuzifahamu, wanaweza kuongoza katika kuanzisha. Lakini kipindi cha nyuma kwa biashara ambayo sisi tulikuwa tunafanya pia ni investment. Yaani ili uweze kupata kategori ya leseni ambayo unahitaji kufanya hiyo biashara, lazima uweze kuweka some amount kwenye account ya kampuni na ikae for some time kwa sababu ya hiyo leseni iweze kuwa valid. Okay. Na kipindi kile nakumbuka ilikuwa ni $5,000 inabidi invest kwenye kampuni ya import and export. Lakini nafikiri sasa hivi wameshatoa hizo sheria nchini. Sasa kwa kuinvest hela nyingi kwa sio kila mtu anaweza kufanya. Na biashara ndio inaanza. Sasa $5,000. Lakini nafikiri kwa sababu kubwa waliweka ile wakisubiri kuona kama kutatokea changamoto aina yote labda mtu na mzigo wake wa import and export, labda kwa hiyo at least serikali inajua hapa kuanzia kulipa fidia. Sawa. Hiyo nazungumzia kwa taifa kama China. Yes. Na kwa Tanzania sisi mambo si magumu kiasi hicho. Kwa Tanzania hapana. Kwa Tanzania tunaendelea vizuri. Uzuri wa Tanzania ni watu ambao huwa tunaongea back and then. Sheria tukiona iko rafiki na hii sheria ni kandamizi, basi ikikaa na wahusika na mkaweza kutoa hoja zenu za msingi, huwa wana review. Sawa. So Tanzania ni nchi ambayo tunaenda vizuri zaidi. Maana kuna watu wanasema kwamba uanzishaji wa biashara Tanzania ni mgumu sana kwa sababu ya ukiritimba, rushwa, mifumo yenye ajabu na kadhalika. Wewe kama mfanya biashara ambaye umewekeza China, umewekeza Tanzania, umeliona hilo? No, kwa labda niseme sasa hivi mkitizama ufunguaji wa biashara Tanzania sio mgumu kama ulivyokuwa awali. Tumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais, ameweza kuvitatua hivyo vitu kwa asilimia kubwa sana. Lakini mimi naamini kila kitu lazima ufuate process. Kama uko tayari kama kufuata process, utafanikiwa. Sawa. Yes, mimi siamini ni shortcut. Fuata process. Tafikia kama ita take time na muda, lakini at the end of the day utaweza kufanikiwa. Lakini naona sasa hivi ni vitu ambavyo pesi na kila mtu anaweza kufungua katika mazingira hayo bila kuwa na rushwa, bila kuwa na kutimba. Sawa. Mimi siamini hilo. Sawa. Au labda vile kwa sababu najua process za kufanya, kwa hiyo sikutani na hiyo changamoto. Sawa. Naam, ni mahojiano moja kwa moja na ndugu yangu Salah Mohamed Said, mkurugenzi wa Silent Ocean hapa ofisini kwake Lumumba, Dar es Salaam. Kwenye kufanya biashara hii ya usafirishaji wa mizigo, ni wakati gani kwako ulikuwa mgumu sana? Yes. Tangu kuanzishwa kwa Silent Ocean. Nakumbuka mwaka 2000 na ukiia na scenario mbili ambazo nimeshawahi kuzipitia. Kwanza kuna meli ambayo ilitekwa. Meli ilitekwa? Ina mizigo ya watu? Ina mizigo ya watu. Mnasafirisha humo? Nasafirisha. Watu wanaisubiri bongo? Watu wanaisubiri bongo.
Somalia. Yeah. So it took too long kwenye kampuni za meli kuweza kunegotiate na tukio hilo. Kwa hiyo the pressure was too huge. Okay. Watu wanaulizia mizigo yao na tukiuliza huku upande wa kampuni za meli naomba subirini kwanza kidogo, so haufahamu kitu gani ambacho kinaweza kikatokea. Ule wakati kwangu ulikuwa ni mgumu sana, but nienda waliamaliza vizuri, mizigo ikaja na tukaweza kuipata. Sasa walikuwa wanataka nini watekaji? Si ni vitu wenyewe wanajua huwa wakifanya wanategemea nini. Lakini kwetu ilikuwa ni wakati mgumu sana. Okay. Na ndio ilikuwa ndo changamoto kubwa ambayo nimewahi kuiface Moja wapo. kazi. Na pressure ilikuwa kubwa ya wateja. Pressure kubwa ya wateja. Iliathiri biashara baada ya tukio hilo? Haikuathiri biashara sana. Sema mzunguko uli slow. Unajua unapokuwa unasafirisha mzigo ukitumia transit ndefu zaidi, na maana unapunguza mzunguko katika biashara. Yes. Lakini ya pili nakumbuka ulishawahi kutokea kimbunga. Yes. Kimbunga kilitokea bandari ya Nansha pale Guangzhou. Kwa hiyo kuna baadhi ya mizigo ambayo kidogo iliweza kupata athari. Yes. Kwa hiyo kile kipindi pia ambacho kile kimbunga na tukapata taarifa kutoka kwenye bandari na kwenye kampuni ya meli. So zile siku 40-30 tunasubiri mzigo ufike tuweze kujua the damage ni kubwa kiasi gani. Pale kidogo zile siku 30 lazima kile zipungue. Lakini aenda tukamaliza vizuri. Sawa. Wakati wa COVID vipi? Haukuwa mgumu kwenu? COVID ulikuwa wakati mgumu sana. Sana ambao nilikuwa nimesahau hiyo. Bahati nzuri COVID ilipotokea, wasaidizi wenzangu watumishi ambao tunatumikia kampuni pamoja, wengi walikuwa kwa China. So kampuni at least ilikuwa ina wasaidizi ambao wako pale. Lakini waliweza kuwa train wa China ndani ya muda mfupi, kwa sababu kulikuwa kuna lockdown ya back and then. So kitu cha haraka ambacho tuliweza kuchukua measures ni kuwatofautisha watu wetu sehemu za makazi yao. Na bahati nzuri watu wetu ambao tuko nao pale China ni watu ambao ni multifunction, ambao kila mtu anaweza kufanya kazi zaidi ya 4. So wakikuwa lockdown yao at least tunabahatika tunakuta 2 au 4 au 8. Nazungumzia wale viongozi sasa. Wanakuwa wako hawajakuwa bado lockdown. Lakini baadaye tukaona ni vizuri kwa muda huu kwanza kwa wakaribia na maeneo ambayo ofisi zetu zipo. Sawa. Lakini bahati nzuri pia tunafanya kazi na kwa kushirikiana na wenzetu sana. Kwa ikitokea maeneo yetu yamefungwa, basi tunawaambia wateja wetu pamoja na supplier sasa hivi tunapatikana sehemu iko temporary. Kwa hiyo tulienda kile kipindi kigumu na tukaweza kuvuka vizuri. Sawa. Umezungumzia matukio mawili yaliyotokea, la kutekwa kwa meli na la bandari. Haya ni matukio ambayo kimsingi, hata la corona lenyewe ni matukio ambayo hayapangiki, yanatokea kwa ghafla. Ikitokea sasa kama hivyo imetekwa meli, mizigo ya watu ikapotea, mnafanyaje? Usually ikatokea mzigo umepotea katika mikono yetu, huwa tunakaa chini na mteja. Naangalia ile cost ya mzigo wake, tunaweza kumrefund. As long mzigo umepotea katika himaya yetu, huwa tunafanya hivi. Lakini kwa uzoefu tuliokuwa nao, mzigo kupotea ni out of 100 labda ni 0.001.
kwa sababu ukiwa mtu makini mzigo wa mtu hauwezi kupotea. Sawa. Na tunajitahidi kufanya kazi katika uaminifu na uadilifu wa hali ya juu. Yani kuweza kufanya hiyo riski ya mzigo usipotee. Kwa hiyo ni ngumu. Ni ngumu sana. Ni ngumu. Ni ngumu sana. Kwani usafirishaji wa mizigo kwenye biashara mnayofanya kunakuwa na bima pengine ya mteja, au nyinyi wenyewe mna bima ya mizigo ikipotea kuna kurejeshewa? Tunakuwa tuna bima kwenye kampuni za meli na hata huko nyumbani, lakini as you know changamoto ni nyingi sana kwenye kampuni za bima, lakini tunajitahidi kuweza kuweka misingi mizuri ambayo hayo matukio yasitokee. Ukitizama hata kwenye swala zima la tunaona baadhi ya sehemu nyingi zimekuwa zinaungua moto na kampuni za fire zinaweza labda zikachelewa au zikaja, lakini labda moto ni mkubwa ndio na ukaweza kuleta damage zaidi. Sisi tumechukua measures tayari. Tumeweza kuchimba visima vya kutosha, tumeweza kuweka matanki ya kutosha, na maeneo yetu tunaweza kuyazungushia pipe zote za pressure kubwa ya maji. Sawa. In case Mungu aepushie mbali, lakini in case likitokea tatizo hilo, basi hata kama athari basi ni katika kwenye udogo. Yes. Sawa, maelezo mazuri sana umeyatoa hayo. Salah, itakuwa nakupeleka huku na kukurudisha kidogo. Ndio. Kila ukikaa, ni jambo gani huwa linakunyima usingizi sana kwenye hii biashara ya usafirishaji mizigo? Hulali, hata ukionja tende unaona kama ndimu. Unalotamani lifanikiwe, ndoto yako inayokunyima usingizi sana? Kuna sehemu nyingi kidogo, lakini napotaka wakati mgumu sana mimi binafsi. Gharama huwa zikiongezeka. Mfano tukisema labda freight charge, yani ndio gharama za kusafirisha container, na muda huwa zinaongezeka karibu mara 4, mara 5, mara 6 ya bei ambayo ipo awali. Yes. Au mpaka mara 7 kwa bei ambayo tumeizoea. Na uwezi kumpandishia mteja ghafla? Yes. Sasa huwezi kumpandishia mteja ghafla. That is number 1. Lakini number 2, unahisi kabisa ukimpandishia mteja biashara yake inaenda kuwa ina slow down, kwa sababu sisi Tanzania hapa hiki ni kitovu cha biashara ya hizi nchi ambazo hawana bandari. Tunazungumzia Kongo, Burundi, Malawi, Zambia, Uganda. Wote hawa wanategemea hili soko letu kwa Kariakoo. So ikiweza kupanda gharama kidogo, yule mteja ambaye ametoka Kongo basi unamhamisha unampeleka Nairobi. Na mimi ni muumini mzuri sana wa kusema pate faida ndogo lakini iwe kwa muda mrefu. Na kwa wingi zaidi. Sasa mfano akikimbia hapa Kariakoo, haathiriki mfanyabiashara tu, anayeathirika mwenye hoteli, mwenye malazi, mwenye hoteli ya chakula, beba mkokoteni yule, watu wengi, transporter. But hili soko likiwa linakuwa protected na watu wanalifacilitate, serikali likiwa linalinda na facilitate, basi tutaweza kufika mbali zaidi. Sawa. Nini huwa kinafanya gharama za usafirishaji sasa zinapanda? Nini huwa kinatokea huko? Nafikiri kubwa ambalo huwa jaribu kuhoji sana, wanasema shortage of containers, demand ni kubwa, meli chache. So unajua kila mtu anakuwa anajua siri yake katika biashara yake. Lakini as general unakwambia uhaba wa meli. Na wao pia meli wanakodisha na wanashare, kwa hiyo lazima wapandishe.
but sifahamu zaidi yani kwa nini gharama zinapanda ghafla. Kwa hiyo nafikiri kikubwa demand yetu ni kubwa. So I don't know, walitakiwa labda wajipange waongeze capacity. So of course maintain capacity hiyo na demand ni kubwa nchini au ya Afrika, kwa sababu pia lazima ujue bandari yetu ya Tanzania iko busy sana, na nchi nyingi za Afrika wanapenda kutumia bandari yetu hapa. Kwa hiyo bandari ikiwa busy pia ni nzuri kwa nchi. Sawa. Wakati umezungumza hapo ulikuwa umemtaja umeshukuru sana serikali inavyofanya mambo yake na mambo yale yanakuwa rahisi kidogo. Hivi karibuni tumeona kumeimarishwa sana ushirikiano kati ya China na Tanzania. Kiasi mpaka Mheshimiwa Rais Samia akaenda kufanya ziara rasmi pale China. Kwa namna gani diplomasia ya Tanzania na China imekuwa ikiwa msaada mkubwa kwa maelezo mazuri sasa, imekuwa ikisaidia nini kurahisisha biashara zenu? Kwa kweli kwanza kwa Tanzania na China kuna uhusiano wa kirafiki baina ya Tanzania na China ambao ulianzishwa na waasisi wetu. Lakini Mheshimiwa Rais alipopay visit tumeweza kuona mabadiliko makubwa sana. Unakuwa ukizungumzia natoka Tanzania unakuwa wanafurahi zaidi. Yani na huyu nchi is true, Tanzania sisi ni watu wakarimu na ni watu waaminifu. Ukikompea na sehemu nyingine ambazo duniani watu wanatoka. Lakini Watanzania pia sasa hivi Wachina wamekuwa pia wana shauku kubwa sana ya kuja Tanzania kwenye utalii na kuja kuangalia fursa za kibiashara. Kwa hiyo tunatafsirika vizuri zaidi. Ukizungumza wewe bwana, mimi nimetoka Tanzania na kufanya biashara hapa, au nategemea kufanya biashara na wewe 1 2 3. Anakuwa katika level ya comfort zone kwa sababu ya makubaliano ambayo wameingia viongozi wawili wakuu wa nchi. Sawa. Kwa maana ya Samia na Xi Jinping. Sawa. Niwakumbushe tu kwamba, na pengine sijui kama anajua au wewe unaitazama unajua, Silent Ocean imekuwa ni moja kati ya kampuni binafsi ya usafirishaji mizigo iliyopata bahati ya kutembelewa, kwa maana ya ofisi yake mojawapo kuzinduliwa na rais wa nchi, na ofisi hiyo maana yake ikiwa nje ya nchi. Mlipata nafasi ya Rais Mwinyi kuja kufungua ofisi yenu pale Foshan, China. Mliwezaje kwanza mpaka rais kuja kwenye uzinduzi wa ofisi? Ilikuwa ngumu. Tulipata taarifa ya ziara ya Rais Mwinyi anakuja kutembelea China. Na sisi tulikuwa tumehama sehemu ya awali kwenda sehemu mpya, kwa sababu tulikuwa tumekuwa zaidi, ile sehemu ikawa tena haitufai. Kwa hiyo nikaweza kumwandikia katibu mkuu, nikamwandikia na Mheshimiwa Balozi na Mheshimiwa Rais anakuja China, na mimi ningefurahi zaidi angeweza kuwa mgeni rasmi wa kuzindua hiyo ofisi yetu mpya. Changamoto ambayo ilijitokeza ni kwamba station ambayo kwa kiingilia mara kwanza alikuwa anaingilia Guangzhou, na which ilikuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo lakini baadaye ratiba yake iliweza kubadilishwa, akawa anatakiwa aingilie Changsha. Lakini kwa kuwa lile ombi alikuwa tayari ameshalipokea na masharidhia tayari ya kuwa mgeni wetu rasmi kwa kuzindua ofisi yetu, aliweza kuambia kuendelea kubaki na ratiba yake ya mwanzo, na ratiba ya pili ikawa imeweza. Kwa ilikuwa bado kidogo mkose hiyo. Ilikuwa bado kidogo. Tukarudi na ratiba yake ya mwanzo. Sawa. Ilikuwa ni jambo kubwa kwa sababu
manufaa ambayo tumeyapata ni kwanza tumeweza kutambulika zaidi, kwamba kama kuna kampuni ya watu binafsi iko hapa China na mpaka rais wa nchi anakuja kuizindua. Lakini pia usumbufu wa hapa na pale ambao mdogo sasa hivi kidogo tumekuwa vizuri zaidi. Sawa. Tunashukuru sana Rais Mwinyi kwa kuja kuzindua. Sawa. Kwa sababu ya wakati pia. Kwa hiyo uwezo wenu sasa hivi wa usafirishaji wa mizigo upo vipi? Of course capacity imeongezeka. Yeah. Na tangia Rais Mwinyi amekuja, tumekuwa pia tumeweza tukipata, hatuwahudumii tu wa Tanzania. Sasa hivi tunawahudumia mpaka wa China ambao wanafanya biashara zao Tanzania. Okay. Yes, kwa hiyo imetusaidia kwa asilimia kubwa sana. Imejenga credibility. Sahihi kabisa. Sawa. Kwa hiyo mnasafirisha takriban makontena mangapi sasa ukipigia hesabu? Kwa mwezi mmoja. Ukifanya total tunafika mpaka container 1,100. 1,100. Kutoka 600 kama sikosei. Mlikuwa mkifanya zamani. Yes. Kwa sababu nchi hii ya Tanzania sasa hivi imefunguka kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo tunao wateja ambao pia wanatoka Zambia wanatumia pale Guangzhou, na ni wateja wakubwa. Lakini pia tunao wateja ambao wanatoka Rwanda wanatumia pale Silent Ocean. Tunao wateja pia ambao wanatoka Kongo wanatumia Silent Ocean. Kwa hiyo kwenye swala zima la kusafirisha, tunasafirisha kama si 1,100 basi ni zaidi ya 1,000. Zaidi ya 1,000. Na sasa hivi tupo katika pick up season. Msimu wa biashara. Sawa. Mimi nashukuru sana Salah. Asante sana. Tuame kidogo kwenye biashara. Umeishi China. Unafanya biashara China. Ukiambiwa wazungumzie wa China, unaweza kusemaje? Ni watu wenye tabia zipi linapokuja swala la kutafuta pesa? Kwanza ni risk taker. China yeye sasa hivi haogopi. Kwenye swala zima la kutafuta pesa. Na opportunity yote ambayo yeye kwake inamkalia vizuri, basi huwa anatumia hiyo nafasi. Kwa ni wapambanaji. Lakini chingine pia wenzetu ni wana tamaduni za kufanya kazi zaidi. Yani they are really hard working in terms of working hours. Lakini pia si watumiaji sana kama sisi wa Tanzania. Tunapenda tule wali nazi. Watumiaji wa matumizi yani. Okay. Kwa hiyo wa China wanawekeza zaidi kuliko kutumia. Lakini wana facility nyingi kidogo kushinda sisi. Kuzungumzia hata ukisema kuingia katika mabenki unapata 3% of the total amount. Hiyo ni advantage kubwa nayo. Nilisema awali kwamba umeajiri wafanyakazi takriban 300 na zaidi pale China. Sijui kama niko sahihi. Na kama niko sahihi, na kwa jumla Silent Ocean imeajiri watu wangapi? Silent Ocean sasa hivi unajua tuna sehemu tofauti. Na kila sehemu inakuwa treated tofauti. Kwa mfano China peke yake tuna operate zaidi ya miji 3. Tuko hapo Foshan, lakini pia tuko mji mwingine unaitwa Yiwu, lakini pia tupo na mji mwingine unaitwa Kichao. Lakini pia tupo na Dubai. Tupo na Uturuki. Tupo na Marekani. Tupo na India sasa tunaingia. Yes. Sawa, unafanyaje? Huwa unaenda unakaa huku usiku? Unazunguka kote? Na unakaa kidogo ya? Nakaa kidogo. Okay. Ila sehemu ambayo huwa napenda kukaa zaidi ni Guangzhou. Okay.
Okay. Lakini hizo sehemu nyingine wanapita. Lakini bahati nzuri watu wote ambao wapo tumekuwa nao pamoja. Kwa mtu akitumikia vizuri, akajitoa, akawa na sifa ambazo zitakuwa kiongozi, basi ikitokea nafasi yani tumefungua huwa na approach kwanza mtu wa ndani. Sawa. Kwa hiyo tunategemea pia inshallah ndani ya mwaka huu tutafungua na nchi nyingine mbili. Okay. Nadhani hatukosi kuwa sehemu. Sawa, kwa hiyo umesema jumla, kwa hiyo ni kama wafanyakazi wangapi kama idadi inakujia? Ambayo nje ya nchi wanaweza kufika kufanya kazi kwa 500, 550, 600. Na hapa Tanzania? Tanzania wengi. Wanafika 1000? Wengi. Sina kumbukumbu nzuri kwa sababu kuna watu wengi wameajiriwa wakati nisipo hapa. Sawa. Lakini ni wengi sana. Unafikiria kusafirisha pia mizigo pengine kutoka Tanzania kwenda nchi hizo ulizozitaja ikiwemo China? Kwa sababu moja kati ya jambo ambalo lina piga kelele sana ni kupeleka bidhaa zetu za Kitanzania nje. Hapa tuna bidhaa kama konokono, kuna mijusi, wadudu adimu wale ambao sisi hatuwatumii lakini China wanawatumia. Changamoto inakuja sana kwenye usafirishaji. Unafikiria hivyo? Tunafanya hiyo lakini sio kwa wateja. Tunafanya export lakini kwa mizigo yetu wenyewe. Ya kwenu nyinyi kama? Kwetu sisi kama sisi as internal ya kampuni zetu za ndani. Lakini tupo katika hiyo plani ya kuweza kuingia katika soko hilo. Tunahitaji kupeleka bidhaa ambazo zinapatikana hapa Tanzania kupeleka China. Sawa. Tajiri sijali, tunamalizia dakika 5. Sawa. Kwa mtu anayetamani kuwa kama wewe, anawezaje? Nafikiri ni principle kuu za msingi 3. Cha kwanza ni kuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu, mimi naamini ndio utajiri mkubwa sana. Lakini la pili ni kuwa mvumilivu na subira. Tunataka mafanikio ndani ya muda mfupi. Yani mimi naamini mafanikio ni process. So kuwa na subira ya hali ya juu, ukawa na mawazo yako, unafanyia kazi taratibu, unabadilika, you grow slowly, then utaweza kufika pale ambapo unapategemea. Hilo ni la pili. Lakini nitakosea kusema la 3 ni hilo, lakini litakiwa la kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Ibada. Kumwamini Mwenyezi Mungu, yeye ndo anatoa riziki kwa mja wake yote anayotaka bila hesabu. Na yeye ndo kamwabudu na kumuomba, basi Mungu anakufungulia shida. Sawa. Kuna kitu unatamani kukifikia? Yaani ulipo sasa hivi kwa hali ulionayo, kuna jambo unatamani kulifikia? Lipi? Natamani siku moja kuiona Silent Ocean pia na meli zake zenyewe. Na inshallah Mungu akijalia tutafika. Unaiona inakuwa mwaka gani hiyo? Ombe Mungu atibu. Na natamani kuiona ikiwa imefikia katika level hiyo. Na right, kama ingekuwa ni meli chache tu inaweza kuoperate na meli chache, basi tulikuwa tumeshafika, lakini sitaki kuanza kwa kukwama. Nataka shafika huko basi tuwe na ruti zote. Yani in terms ya kila wiki pana vessel basi zipatikane. Kama nimekuelewa ni kwamba uwezo kumiliki meli kwa sasa upo, lakini unataka uanze na meli nyingi zitakazoenda maeneo mengi. Sikatai uwezo wa kumiliki meli huko, lakini unajua investment ya meli sio meli tu. Kuna investment ya empties boxes ambazo zinahitaji, lakini pia kuna investment ya technology, kuna investment ya watu wenye taaluma hizo. Kwa hiyo sema inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafika. Basi inshallah. Sawa. Umekuwa ni rafiki wa wasanii mara nyingi, ni rafiki zako na wengine mpaka wanakuimba kwenye nyimbo. Hii inatokana na nini? Unapenda muziki au wanakupenda zaidi wewe? Hapana, marafiki zangu wengi wasanii ni wachache. Lakini leo tumekuwa pamoja.
mfano rafiki yangu mkubwa kabisa Mheshimiwa Naibu Waziri Mwanaifei. Okay. Tumekuwa mimi na yeye kabla hata Silent Ocean haipo. Miaka ya nyuma huko zaidi ya miaka 20. Tuko tunafahamiana, ni marafiki wa karibu. Sana fila bali ni mapenzi yake, lakini mtu wangu karibu sana ambao tunaongea mambo mengi. Sawa. Na wengine ni ndugu zetu ambao tunajua kwa Mwanaifei. Yes, lakini pia napenda kusikiliza muziki mzuri, na muda sana unafanya mazoezi, unatamani kurefresh, sikiliza muziki mzuri. Yaani kazi na ajira za Watanzania wenzetu lazima tusupport kwa nyumbani. Sawa. Kwa nini unaitwa tajiri mtata? Ile aliamua kumtandika tu. Ile aliamua kumtandika tu basi. Ndugu yangu, rafiki yangu, kwa tunataniana sana na mimi na yeye. Lakini una utata kidogo. Hapana, nataka namtaga mkazuzu sisi. Ni marafiki wa karibu sana, huwa tunataniana sana. Sawa. Mimi nakushukuru sana Salah. Hata mimi nakushukuru sana, nifurahi. Mungu azidi kutufanyia pesi katika mambo yetu ya kila siku. Amen. Kwa kumaliza tu, huku ukitazama kamera, zungumza lolote na kijana anayejitafuta kwa sasa. Mimi nafikiri tusome kwa bidii ambao bado wako mashuleni, lakini ambao tayari wameshaingia mtaani na kuanza kupambana na maisha, twende taratibu. Yaani muamini Mwenyezi Mungu, fanye vitu kwa taratibu na kwa uaminifu, basi tutaweza kufika mbali zaidi. Siamini kwenye ruti fupi. Sawa. Mimi nashukuru. Alright. Na mimi ni Stanislaus Lambert kutoka hapa Lumumba, jijini Dar es Salaam.